Mtazamaji, pengine unaweza ukawa unasherehekea kile kitu ambacho amekizungumza Captain Tesha. Lakini je, umeshajiuliza ni makosa makubwa sana kwa kile kitu ambacho amekifanya Captain Tesha? Na je, adhabu gani ni zipi? Ni swali ambalo nimejiuliza. Na sasa nimekusogezea baadhi ya adhabu ambazo zitamkuta Captain Tesha kutokana na makosa ambayo ameyafanya. Ikiwa kweli huyu ni mwanajeshi kutoka katika jeshi la wananchi la Tanzania. Ikiwa mwanajeshi ataonyesha kupinga uongozi wa nchi, yaani serikali halali au rais aliyoko madarakani, hilo linachukuliwa kuwa ni kitendo cha uasi na uhaini, kitaalamu wanaita treason au mutiny kisheria na katika kijeshi. Mambo ambayo yanaweza kutokea kwa Captain Tesha ni haya. Namba 1, kufikishwa kwenye mahakama ya kijeshi court martial, ambapo mwanajeshi huyo atashtakiwa kwa makosa kama uasi dhidi ya serikali halali, kuhamasisha wanajeshi wengine kupinga serikali, kutoa matamshi au vitendo vinavyodhoofisha mamlaka ya jeshi au rais commander in chief. Adhabu zinazoweza kutolewa: kufukuzwa jeshini kwa fedheha, kitaalamu inaitwa dismissal with disgrace, na kufungwa jela kwa miaka mingi kulingana na uzito wa kosa. Adhabu ya kifo ikiwa atathibitika kufanya jaribio la mapinduzi au kuongoza uasi wa kijeshi. Hii inategemeana na sheria za nchi husika. Baadhi ya nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania zinatoa adhabu kali sana kwa kosa la uhaini. Lakini pia mwanajeshi huyu anaweza kupoteza haki zake zote za kijeshi. Anapoteza, hatopokea pensheni, marupurupu au hadhi yoyote ya kijeshi tena. Katika historia, wanajeshi waliowahi kujaribu kupinga au kuasi serikali, mapinduzi, maandamano ya kijeshi au kukosoa viongozi hadharani, mara nyingi hukamatwa na kufungwa au hata kuhukumiwa kifo. Mwisho kunukuu. Kwa maana yake, hizo ni baadhi ya adhabu ambazo zinaweza zikamkuta Captain Tesha kama kweli ni mwanajeshi kutoka katika jeshi la wananchi la Tanzania. Kwa maana yake JWTZ, yapi maoni yako? Andika hapo katika sehemu ya comments.